Naam, uhali gani mtazamaji wa Akhlaq TV? Bila shaka ni mzima na uko vizuri kabisa, ukiwa unaendelea kufurahia sikukuu yako. Bila shaka ni mzima na nikushukuru sana kwa kuendelea kuichagua chaneli yako hii pendwa, lakini pia nikushukuru kwa kuweza kuingia na kuitazama video hii. Mungu akubariki sana katika hilo na Mungu akufungulie mambo yako. Hii ni sadaka yako kuitazama tu pekee. Sasa leo nataka tujifunze kitu hapa. Naomba kila mmoja haitazame hii video halafu aniambie moyo wako umegusa nini? Yaani hii video imegusa nini katika maisha yako? Kuna historia yoyote ambayo unakumbuka umewahi kupitia kama hii? Maybe umewahi kusikia chochote kuhusiana na watu kama hawa, ima watoto kama hawa? Sasa nataka tuitazame halafu tuulizane maswali hapa. Naam. Okay, bila shaka naamini umetazama vizuri na kuna vitu umeweza kuving'amua ndani ya video hii. Sasa nachotaka tujifunze hapa kile ambacho wewe umekielewa kupitia hii video. Hebu niambie namna ilivyokugusa hii video. Halafu baada ya kuguswa na hii video, hebu tuambie sasa kwa pamoja tunawezaje kusaidia watoto kama hawa kwenye jamii zetu. Nataka tujifunze kitu kimoja na tutajifunza kupitia comment yako. Nini kinapelekea wakati mwingine mtoto anakuwa katika mazingira kama haya? Nataka hili swali tu tulifanyie kazi. Nini huwa kinapelekea mtoto anapitia mazingira kama haya? Kila mmoja amezaliwa kwa baba na mama, lakini kila baba na mama ana ndugu zake, ana wajomba zake, ana baba zake wadogo, ana hivi na vile na vile, familia koo kiujumla. Lakini inawezekana baba ameondoka duniani, mama amebaki, mtoto yuko kwenye mateso. Why? Wengine wako wapi kwenye familia? Hebu tupeane kwanza angalau mwongozo, tujue, tupeane angalau mawili matatu katika hii video. Umeiona, imekugusaje video hii? Binafsi mara ya kwanza nimeitazama, sikuweza kuirejea mara ya pili, kwa sababu ukimtazama huyo mtoto ambaye anatetemeka hapo, naona kabisa sio kwamba ndio ameanza kupigwa, hao wanaonekana wamepigwa muda mrefu sana, wako kwenye hiyo foleni hapo ya kusubiria chakula. Sitaki kujaji kwamba watu waangalizi wa hapo kwa nini wameshindwa kuwalinda watoto hao, lakini nataka tujiulize mimi na wewe, inawezekana tukapata majibu na yakiwafikia yakawasaidia wengine pia. Hebu tuambie kwenye komenti, nini kinapelekea watoto hao kuwa katika hali hizo, ama nini kinapelekea mpaka kuwa na watoto wengi katika mazingira kama hayo? Inawezekana mtaani kwako hapo, ima kwa mtaa wa jirani yako, ama mabarabarani tunakutana nao. Hebu umeshawahi kujiuliza hili? Tujiulize pamoja kupitia komenti hii. Mimi ni ndugu yako Lantika kwa jina la Sheha Makame. Karibu sana, hii ni Akhlaq TV, na kuomba subscribe, ucomment na kushare kwa wengine, ili tupate kujifunza na kuwasaidia watoto wetu katika jamii. Watoto Foundation, nilinde nitunze, mimi ni msingi wa taifa bora.